Na mhali gani mpenzi msikilizaji wa Arusha One Radio, na karibu katika kipindi cha Rubaa za Kimataifa, mtizamo wa Kiafrika katika matukio makubwa yanayojiri kote duniani. Jina langu ni Awadhi Rashidi. Miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanamgambo wa RSF wa nchini Sudan wamekubali kusitisha mapigano ili kuruhusu misaada ya kibinadamu. Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa mafupi kuelekea maji ya mashariki eneo lake, hatua ambayo imeibua taharuki mpya katika rasi ya Korea. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeondoa vikwazo dhidi ya rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Hizo ni miongoni mwa taarifa ambazo utazisikiza katika matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa. Tunapeperusha matangazo haya kutoka JR Arusha, Tanzania. Na moja kwa moja basi tuanze kutizama taarifa ambazo tumekuandalia msikilizaji wa Arusha One Radio, tukianzia kule katika rasi ya Korea ambako kitisho cha makabiliano katika rasi hiyo kimezidi kuongezeka, ambapo tunafahamishwa kuwa Korea Kaskazini imerusha kombora moja la masafa mafupi kuelekea maji ya mashariki eneo lake, hatua ambayo imeibua taharuki mpya katika rasi ya Korea siku chache tu baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kutembelea Korea Kusini kwa mazungumzo ya kawaida ya usalama. Mwanahabari wetu Theophane Ngitu mapema hilo amefuatilia kwa kina hali inayoendelea katika rasi ya Korea na kuandaa ripoti hii. Korea Kaskazini imerusha kombora moja la masafa mafupi kuelekea maji ya mashariki eneo lake, hatua ambayo imeibua taharuki mpya katika rasi ya Korea siku chache tu baada ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kutembelea Korea Kusini kwa mazungumzo ya kawaida ya usalama. Jeshi la Korea Kusini kupitia Joint Chiefs of Staff lilithibitisha tukio hilo Ijumaa, likisema kombora hilo lilisafiri takriban kilomita 700 kuelekea bahari ya Mashariki inayojulikana pia kama bahari ya Japan. Serikali ya Japani nayo ilithibitisha kurushwa kwa kombora hilo, ikibainisha kuwa lilitoa nje ya ukanda wake wa kiuchumi. Tukio hilo linakuja siku 4 baada ya Korea Kusini kusema kuwa jirani yake huyo alifyatua mizinga 10 katika maji yake ya magharibi, na linafuatia pia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuidhinisha Korea Kusini kujenga manuari yenye nguvu ya nyuklia, jambo linalochukuliwa kama ongezeko kubwa la uwezo wa kijeshi na kivita kwa Seoul. Kwa mujibu wa maafisa wa ikulu ya Korea Kusini, Seoul inapanga kupata uranium iliyoboreshwa kutoka Marekani ambayo itatumika kama mafuta kuendesha manuari hiyo itakayojengwa nchini humo. Tangu Trump na rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung walipoingia madarakani mwanzoni mwa mwaka huu, wamekuwa wakijaribu kufufua mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Hata hivyo, Pyongyang imeendelea kukataa mazungumzo hayo, ikisisitiza kuwa Marekani iondoe shinikizo la kuitaka iachane na mpango wake wa nyuklia. Kim amekwisha kueleza mara kadhaa kuwa Korea Kaskazini ni taifa la nyuklia lisiloweza kubatilishwa na kwamba yuko tayari kuzungumza tu endapo Marekani itaridhia masharti hayo. Mwezi uliopita Kim alihudhuria gwaride kubwa la kijeshi nchini Pyongyang lililohudhuriwa pia na maafisa wa ngazi ya juu kutoka China na Russia, ambapo silaha nzito zikiwemo makombora mapya ya masafa marefu zilionyeshwa. Zaidi ya hapo, Korea Kaskazini imekaribisha ujumbe wa jeshi la Urusi mjini Pyongyang wiki hii ukiongozwa na naibu waziri wa ulinzi Viktor Goremikim. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la KCNA, pande hizo mbili zilijadili kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, ikiwa ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Kim Jong-un na Rais Vladimir Putin. Shirika la ujasusi la Korea Kusini limesema linakadiri kuwa Korea Kaskazini limetuma takriban wanajeshi 15,000 nchini Urusi kusaidia vita dhidi ya Ukraine, na idadi kubwa yao inadaiwa kupoteza maisha vitani. Aidha, takriban askari 5,000 wametumwa Urusi tangu Septemba kusaidia miradi ya ujenzi na miundombinu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hatua hii ya kurusha makombora huenda ni ujumbe wa kuonesha nguvu, wakati mazungumzo ya kidiplomasia yakiwa yamekwama na ushirikiano wa kijeshi kati ya Pyongyang na Moscow ukizidi kuimarika. Bado hali ni ya kukotoa moyo katika rasi ya Korea, kama ambavyo umemsikiza mwanahabari wetu Theophane Ngitu na ripoti hiyo yanayoendelea huko katika rasi ya Korea. Tuelekee kule The Hague nchini Uholanzi, ambapo majaji wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC wamefanya hatua ya kihistoria kwa kuthibitisha mashtaka 39 uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu dhidi ya Joseph Kony, kiongozi wa waasi wa Uganda na mtuhumiwa wa muda mrefu zaidi katika historia ya mahakama hiyo wa takriban miaka 20 baada ya ICC kutoa hati ya kukamatwa kwake. Mapema hii leo niliandaa sehemu ya ripoti hii. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamefanya hatua ya kihistoria kwa kuthibitisha mashtaka 39 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu
kibinadamu dhidi ya Joseph Kony, kiongozi wa waasi wa Uganda na mtuhumiwa muda mrefu zaidi katika historia ya mahakama hiyo, wa takriban miaka 20 baada ya ICC kutoa hati ya kumkamata. Hata hivyo, Joseph Kony bado yuko huru na hana mahala pa kudumu, jambo linaloendelea kuashiria changamoto kubwa za kimataifa katika kufanikisha haki ya wale ambao walidhulumiwa na visa vyake. Majaji wa Pre-Trial Chamber 3 walisema kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa kumshutumu Joseph Kony kwa uhalifu uliofanywa kati ya mwaka 2002 na 2005 wakati akiwa kiongozi wa kundi la Lord Resistance Army LRA. Mashtaka hayo yanahusisha uhalifu wa kikatili ikiwemo mauaji, ubakaji, utumwa wa kingono, utekaji wa watoto na wanawake, uharibifu wa mali za raia na kutumia nguvu kinyume na sheria za kimataifa. Zaidi ya uhalifu uliopangwa na waasi wake, majaji walisema Joseph Kony anaweza kuhusishwa moja kwa moja na makosa 10 dhidi ya wanawake aliowalazimisha kuwa wake zake, hali inayoongeza uzito wa kesi hiyo. Joseph Kony alitoa maagizo ya moja kwa moja kwa wapiganaji wake kushambulia makazi ya raia, kuua, kutesa, kupora mali na kuwatenga watoto na wanawake ili kujiunga na kundi la LRA, uamuzi wa ICC ulisema. Uamuzi huu ni wa kwanza katika historia ya ICC kuthibitisha mashtaka dhidi ya mtu ambaye hajatokea mbele ya mahakama hiyo. Hii maana yake ni kwamba ingawa majaribio kamili hayawezi kuanza bila mtuhumiwa, kesi sasa inaweza kuendelea rasmi mara tu Kony atakaporejea mikononi mwa sheria. Waendesha mashtaka wamesema kuwa juhudi za kumsaka na kumkamata Joseph Kony, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 64, bado zinaendelea, huku dunia ikishuhudia changamoto kubwa zinazohusiana na eneo gumu la kijiografia, mashambulizi ya waasi waliobaki na urasimu wa kisiasa katika baadhi ya mataifa ya Afrika ya Kati. Joseph Kony alianzisha kundi la Lord Resistance Army mwishoni mwa miaka 1980, akichanganya imani ya kidini na mapambano ya silaha dhidi ya serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, vita vya kaskazini mwa Uganda viliua takriban watu 100,000 na kulazimisha zaidi ya watu 2.5 kukimbia makazi yao. Baada ya kufukuzwa Uganda, kundi la Lord Resistance Army liliendelea na mashambulizi yake katika nchi jirani za Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mashambulizi haya yalijumuisha kuchoma vijiji, kupora mali na kuwatumikisha maelfu ya watoto, wavulana wakilazimishwa kupigana na wasichana wakibeba mzigo wa utumwa wa kingono. Joseph Kony alipata umaarufu wa kimataifa mwaka 2012 wakati video kuhusu uhalifu wake uliposambaa mitandaoni na kuibua kampeni ya kimataifa Kony 2012 ikilenga kuongeza shinikizo la kimataifa la kumkamata. Kampeni hiyo ilikadiria kuwafikia watu milioni kadhaa kupitia mitandao ya kijamii, ikivutia viongozi wa kisiasa, mashirika ya kiraia na wanaharakati wa kimataifa. Hata hivyo, licha umakini huo na operesheni za kijeshi za pamoja, Joseph Kony bado hajakamatwa. Wiki hii, kwa mujibu wa shirika la Korea Central News Agency, Joseph Kony alikutana na maafisa wa jeshi wa Urusi katika mji wa Pyongyang kujadiliana kuimarisha uhusiano wa kijeshi, hatua inayodaiwa kuwa sehemu ya mikakati ya kisiasa kimataifa. Mkutano huo unathibitisha kuwa kundi la Lord Resistance Army na viongozi wake bado wanashirikiana na mataifa mengine, hali inayoongeza changamoto katika jitihada za kumkamata. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa uthibitisho wa mashtaka dhidi ya Kony ni alama muhimu ya sheria za kimataifa, ikionyesha kuwa mahakama ya ICC ina uwezo wa kushughulikia kesi za muda mrefu na wale walioko mbali. Hata hivyo, ukosefu wake mbele ya mahakama hiyo unabaki kuwa changamoto kubwa, huku jitihada za kuleta haki kwa waathirika, hususan watoto waliotekwa, zikihitaji msaada wa kimataifa na uratibu wa kijeshi na kisheria kati ya mataifa. Kesi hii ina umuhimu mkubwa kwa waathirika wa kundi la Lord Resistance Army, wengi wao wakiwa na familia waliopoteza wapendwa wao, waliojeruhiwa au kuachwa bila makazi. Uchambuzi wa waathirika, ushahidi wa mashahidi na maelezo ya kihistoria kutoka mikoa ya Acholi na mikoa jirani vinatoa sura halisi ya uhalifu uliofanywa, huku pia vikiashiria haja ya kuimarisha mfumo wa haki za binadamu na usalama wa watoto katika eneo la Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Uthibitisho wa mashtaka dhidi ya Joseph Kony ni hatua muhimu ya kisheria na ya kihistoria, ikionyesha kuwa urefu wa muda au ushawishi wa kisiasa hauzuii haki kupatikana. Hata hivyo, mafanikio kamili yatategemea kuchukuliwa hatua za kimkakati kumkamata Joseph Kony na kuhakikisha kesi inafikishwa mahakamani, huku dunia ikiendelea kuangalia jinsi ICC itakavyoweza kushughulikia kesi za muda mrefu za waasi walioko huru.
Taarifa hiyo ambayo inaangazia kwa kina juu ya mhalifu huyo wa kivita na ubinadamu Joseph Kony wa nchini Uganda, ambapo majaji wa mahakama kimataifa ICC wamefanya hatua kihistoria kuthibitisha mashtaka 39 yanayomwandama. Msikilizaji wa Rushon Radio, sasa nikupeleke kule nchini Sudani, ambapo wanamgambo wa kikosi maalum nchini Sudani cha Rapid Support Force RSF chini ya kiongozi wake Hamed wamesema wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini humo. Hata hivyo, jeshi la Sudani halijakubaliana na mapendekezo hayo yaliyowasilishwa na Marekani na nchi za Kiarabu. RSF pia iko tayari kufanya mazungumzo kuhusu kukomesha uhasama kati yake na jeshi katika kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili. Tangazo hilo la RSF linakuja chini ya majuma mawili tangu wanamgambo hao kuudhibiti mji mkuu wa Darfur Kaskazini wa El Shefa. Aidha, wameshutumiwa kwa kuwaua raia wengi wa mji huo, miongoni mwa uvunjifu mwingine wa haki za binadamu kama unyanyasaji wa kingono. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Marekani amesema wanazihimiza pande zote mbili zinazozozana huko Sudan kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Vita vyenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la Sudan na RSF vilianza mwezi Aprili mwaka 2023 na vimeleta madhara makubwa miongoni mwa raia wa taifa hilo. Tukitoka huko pembe ya Afrika, sasa tuelekee kule New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuondoa vikwazo dhidi ya rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Azimio hilo liloandaliwa na Marekani liliidhinishwa kuelekea mkutano kati ya Rais Donald Trump na bwana al-Sharaa unaotarajiwa kufanyika katika ikulu ya White House Jumatatu. Waziri wa mambo ya ndani wa Syria pia ameondolewa vikwazo. Rais Ahmed al-Sharaa aliwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa alipokuwa kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha HTS kilichokuwa na mafungamano na mtandao wa kigaidi na kitakafiri wa Al-Qaeda miaka 9 iliyopita. Kikosi hicho cha HTS kilikuwa mstari wa mbele katika kumng'oa madarakani Rais Bashar al-Assad mwaka jana, ambapo alikimbilia kule Urusi alikopewa hifadhi na serikali ya Rais Vladimir Putin. Taarifa hiyo kutoka huko New York inaturudisha tena katika nchi za maziwa makuu, na sasa tunaelekea kule Kigali, Rwanda, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda Oliver Nduhungirehe amekosoa ujumbe wa kueneza amani wa Umoja Mataifa nchini Kongo MONUSCO kwa kutoa mafunzo kwa wanajeshi 120 wa Kongo. Akiendeleza ukosoaji wake katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, Nduhungirehe alidai kwamba MONUSCO inasaidia ukiukaji wa kusitisha mapigano kwa kusaidia jeshi la Kongo ambalo anadai lina uhusiano na kundi la FDLR, Democratic Force for the Liberation of Rwanda, kutumia silaha nzito na ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, MONUSCO ilitangaza tarehe 4 Novemba kwamba mafunzo hayo yaliyoelezwa rasmi kuwa na lengo la kuongeza ulinzi wa raia na uwezo wa kijeshi yalilenga matumizi ya ndege zisizo na rubani, utunzaji wa silaha na mbinu za uokoaji. Mvutano kati ya Rwanda na DRC unaongezeka huku Kinshasa ikidai kwamba serikali ya Rais Paul Kagame inasaidia waasi wa M23. Marekani inasukuma kwa dhati suluhisho la haraka, huku mazungumzo mapya yakiwa yanaendelea huko Doha baina ya majirani hao ambao wamekuwa na ugomvi wa jadi toka kipindi kirefu kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Tuelekee kule Brazil, ambapo viongozi kadhaa wa dunia waliokusanyika Brazil kwa mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira COP30 wamemshutumu Rais Donald Trump wa Marekani kwa msimamo wake hasi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Marais wa Chile na Colombia wamemtaja kiongozi huyo wa Marekani kuwa muongo kwa kupingana na sayansi kuhusu ongezeko la joto duniani. Marekani haihudhurii mkutano huo wa COP30 unaofanyika katika mji wa Belém nchini Brazil. Viongozi wa China na India pia hawahudhurii mkutano huo wa kilele kuhusu mazingira.